Sentafu ya Simba alikuwa anaitwa Omari Chogo. Akapigwa kichwani na kile kiatu. Na Chogo wakati alikuwa bado mgeni. Goli la Yanga lilifungwa na mchezaji wa Yanga alikuwa anaitwa Renard Chitete. Chitete. Huyu Chitete alitokea huku Temeke Utata. Na yule sisi msimamo wake tunamjua. Kwa nini? Kwamba yuko huko wapi? Jangwani. Ulikuwa mwaka wa mafanikio sana kwa Simba mwaka 1974. Walibeba kombe hili la Afrika Mashariki. Bado adhabu ikawa inaendelea tena, wakasema na nyinyi ilikuwa mwakilisha nchi, nyinyi hamtopewa nafasi ile. Ile chama cha mpira cha Fati kilitoa maamuzi kwamba Simba hatoshiriki klabu hizo. Watu wanasubiri kwamba mechi imaliziwe dakika 45. Lakini katika hali ya kushangaza Simba hakurudi uwanjani. Nani hakurudi uwanjani? Hatukurudi uwanjani. Nakumbuka kweli nilikuahidi ya kwamba nitakuja kuongea na mzee Matimbwa kwa mara nyingine tena baada ya hali ya hewa kuharibu kipindi chetu mimi na yeye. Tulikuwa tunazungumza na tulikuwa tunaenda vizuri sana, lakini kwa bahati mbaya hali ya hewa ilitugeuka ikaamua kutuchafulia kile ambacho tulikuwa tumekianzisha. Hatimaye leo hii ni wasaa mzuri ambao nimeupata tena kuzungumza na mzee Matimbwa mbele yenu kwa mara nyingine tena. Nikumbusha ya kwamba mara ya mwisho baada ya kuzungumza naye alipata udhuru hapa kati, ndio maana sikupata nafasi ya kuzungumza naye. Mzee wangu kwema? Salama bwana Sagamba. Mzima kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Naendelea vizuri. Ndio. Nashukuru Mungu tuko salama. Nyumbani kwema lakini? Nyumbani kwema. Kwema kabisa. Kwema, hakuna matatizo yote. Hakuna matatizo. Hakuna matatizo. Mimi mzee wangu, mimi najua watu wanataka kujua moja kwa moja nimekuja na story gani. Story yangu ya kwanza natamani kujua kuna jambo sasa hivi linaendelea. Dabi iliahirishwa, anyie mkasema kwamba hamchezi kwa sababu mmezuiliwa kufanya mazoezi. Lakini Young Africa baada hapo akasema sisi tumefunga mjadala, hatuchezi tena. Baada ya hapo bodi ya ligi ikazungumza cha kwake, lakini Young Africa nao pia wakatoa msimamo wao. Mimi nataka usiingize jambo kwenye hili linaloendelea sasa hivi. Ila huko nyuma kuna dabi ambazo zilishawahi kuleta matatizo kama tunayoyaona sasa hivi. Zipo dabi ambazo zilishawahi kusababisha mambo kama yakatokea? Mimi nazikumbuka dabi kama 3 hivi. 3 ambazo kwamba zilileta utata kama huu hapa. Na michezo haikufanyika. Ndio. Na kuna mingine ilivunjika katika. Ndio. Tuanze na ambao unaukumbuka kwa haraka. Na ukumbuka kwa haraka ni mchezo wa mwaka 1972. 72 ilikuwa klabu bingwa Tanzania, Simba na Yanga walikutana finali katika uwanja huu wa Shamba la Bibi ambao sasa hivi unaitwa uwanja wa Uhuru au Shamba la Bibi, ndio huo ambao wakati wote tulikuwa tunaita Taifa. Ndio. Kilichotokea pale, mpira ulichezwa kipindi kimoja tu. Na wakati huo Yanga walikuwa wanaongoza goli 1 bila. Ngoja, ndio ile mechi ambayo ulinisimulia mara ya mwisho. Nilikusimulia mara ya mwisho ile. Kwa sababu leo umeniuliza tena, basi na hizi kwa kuwa nimekwambia 3, basi nitakusimulia tena na hii ya kwanza. Kwa wale ambao kwamba walikuwa wana taarifa wapate taarifa. Ndio. Kwa hiyo ile mechi ilimalizika kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza ilichezwa, kipindi cha pili Simba wakaingia tena uwanjani na kupambana na Yanga. Lakini kilichotokea pale uwanjani, Yanga walikuwa wanalihami lile goli lao moja walilopata kipindi cha kwanza. Wakililinda yani maana yake kulinda ushindi wao. Na Simba walikuwa wamefanya mashambulizi sana hii kutaka kusawazisha goli na kupata ushindi. Goli la Yanga lilifungwa na mchezaji wa Yanga alikuwa anaitwa Renard Chitete. Huyu Chitete alitokea huku Temeke. Alikuwa anachezea timu moja ilikuwa inaitwa African Temeke. Kwa watu wa zamani wanajua. Hii African Temeke ilikuwa na uhusiano mkubwa na Yanga Afrika. Wakati huo unajua Tanzania nzima kila mkoa unapokwenda Simba wana matawi yao makubwa na wana timu zao kule, na Yanga nao wana timu zao kule. Walikuwa wakipata vipaji kama vya wachezaji na nini wanawaleta Dar es Salaam, wanakuja kuwakilisha Simba kwenye timu zao kubwa. Kwa hiyo hapa Temeke nayo kulikuwa na timu mbili. Temeke ilikuwa ni kubwa sana wakati huo kimpira. Kwa hiyo kulikuwa na African Temeke na Good Hope. Hizi timu hizi ndio zilikuwa kama matawi ya Simba kwa hapa Dar es Salaam. Na African Temeke upande wa Yanga. Kwa hiyo na hawa katika michango yao waliofanya Good Hope ilitoa wachezaji karibu 7 walikwenda timu ya Sunderland wakati na Simba. Tutaenda baadaye. Hii mechi ilishaishaje sasa? Hii mechi bwana, baada ya kufungwa Simba goli 1 lile bila, Renard Chitete alimpiga chenga Mohamed Kajole, akapiga cross. Unajua mpira zamani unapiga jalo. Sasa ile jalo goalkeeper wetu Simba wakati alikuwa anaitwa John Samainda. John Samainda aliudharau ule mpira, alifikiri ule mpira utatoka nje, kumbe ukaenda kuingia ndani pembeni kule. Unajua mpira Simba na Yanga. Basi tukafungwa goli lile. Kwa hiyo kipindi cha pili sasa Simba waliporudi walifanya push up kubwa sana ili mradi wasawazishe goli. Na Yanga mashambulizi ya nguvu. Yanga walirudi nyuma kutaka kulinda ulishi wa goli 1 bila. Lakini kilichotokea pale baada ya Yanga kuona wamezidiwa sana na pressure za Simba imekuwa kubwa, Simba walipata kona.
Wakati wachezaji wanakwenda kupiga ile kona, wachezaji wa Simba wote mpaka wale mabeki wote walisogea mbele kutaka kusawazisha goli. Wanataka goli sasa. Katika hali ya kushangaza goalkeeper wa Yanga alikuwa anaitwa Elias Michael. Wenyewe walikuwa wanamwita nyoka mweusi. Nyoka mweusi. Alikuwa mchezaji wa timu ya taifa na timu ya Yanga Afrika. Huyu bwana alivua kiatu chake kile cha mpira, akampiga nacho kichwani mchezaji wa Simba. Sentafu ya Simba alikuwa anaitwa Omari Chogo. Akapigwa kichwani na kile kiatu. Na Chogo wakati alikuwa bado mgeni. Chogo alianguka chini. Akaenda kuelezwa refari wa mchezo ule wakati ule Manyoto Ndimbo. Bwana, kilichotokea huku hivi lakini Manyoto hakuchukua hatua zozote za maana. Ndio. Sasa wachezaji wakati huo kuna mzozo wa wachezaji. Ikabidi kuna mchezaji wa Simba alikuwa anaitwa Emmanuel Albert. Wenyewe Simba alikuwa anamuita Dubui. Dubui. Na huyu nasikia bado yuko hai japokuwa ashakuwa mtu mzima sana na hali zake hivi. Siku moja waandishi wa habari mwe mnapata nafasi kidogo kuwaona watu kama. Ukipata sehemu ambayo anaishi tutaenda kumtembelea. Tutakwenda kumtembelea. Basi bwana Emmanuel naye akaona kama uonevu umefanyika na yeye akamtafuta mnyonge mule ndani. Akampiga. Kulikuwa na mchezaji mmoja wa Yanga anaitwa Gibson Sembuli. Huyo ndiye alikuwa mnyonge. Na yeye akamuona kama huyu asi unapiga kama mpiga kuja kumuonea huyu. Wewe Elias mtu wa siku nyingi. Wanataka kuleta kama vile ufaza. Na yeye Emmanuel akaenda kumpiga Sembuli. Kumpiga Sembuli sasa pale ikatokea vurugu sasa wachezaji kwa wachezaji. Kila mtu anamshika mwenzie. Sasa wakati huo watu wametahayari wanaangalia kitakachoendelea nini. Wakatoka askari polisi nje ya uwanja. Wao wanalinda usalama wa pale. Walitoka kwa wingi sana wakimbilia uwanjani. Watu tukajua sasa wale wanakwenda kutuliza ile gasi. Vurugu. Lakini kilichotokea pale katika hali ya kushangaza, askari polisi walipiga wachezaji wa Simba wakawaacha wachezaji wa Yanga. Unaonekana nyinyi ndio mkao korofi. Hapana, ukorofi wa nini? Nyinyi mmekwenda kulinda usalama wa ndani mule, wale wachezaji kwa wachezaji. Kama vile ugomvi wa watu wadogo. Nyinyi watu wakubwa mmekwenda kamuliani. Sio unakwenda pale unapiga wengine unaacha. Kwa hiyo wachezaji wa Simba walikuta wao ndio wameathirika zaidi na tukio lile. Ndio. Kwa hiyo mpaka vurugu zinakuja kusimama zile zinamalizika, wachezaji wa Simba wengi wamejeruhiwa. Kuna wachezaji karibu 5 walikuwa wengine wamezimia, wengine hawako katika hali mbaya. Na wachezaji hao bahati nzuri na wakumbuka mpaka leo na inawezekana kuwataja mmoja kwa haraka. Hawajafa bahati nzuri. Kulikuwa na beki wa Simba anaitwa Shaban Balaza. Aliumia. Mohamed Kajole beki wa Simba vile namba 3 aliumia. Emmanuel Albert huyu Dubu naye aliumia. Kulikuwa na mchezaji anaitwa Adam Sabu naye aliumia. Hao ni wachezaji 4 na mchezaji wa 5 najua muda mrefu sana ushapita. Wakati tunamkumbuka tunaendelea. Kwa hiyo wachezaji wa Simba waliumia pale katika mechi ile. Wanabebwa wale wanaingizwa kwenye ambulance wanapelekwa Muhimbili. Mpaka ghasia inatulia, refari wa mchezo anaingia ndani ya uwanja Manyoto Ndimbo anapiga filimbi anawaita wachezaji wakamalizie dakika. Wakati kuna watu wamepelekwa hospitali. Kuna watu washapelekwa hospitali na kuna wengine wamezimia. Ndio. Sasa katika hali ya kusikitisha watu wa Simba wachezaji wa Simba wakawa wamekataa na viongozi wa Simba wakakataa kwamba wachezaji wamepigwa na kupigwa kwenyewe sio kama wachezaji kwa wachezaji. Wamepigwa na polisi. Hii haiwezekani. Wakati mvutano unaendelea ule mpira haukusha katika mazingira hayo. Baadaye sasa refari huyu katika hali ya kushangaza akamaliza mpira Manyoto Ndimbo. Alipomaliza mpira sasa watu wanasubiri tamko na watu washahamaki mule watu wote mule uwanjani. Linatoka tamko kwa kiongozi wa chama cha mpira mwenyekiti wakati huo. Jina limetoka kidogo. Anatangaza anasema Simba japokuwa wachezaji wao waliumia au walijeruhiwa ilibidi wangecheza hivyo hivyo. Au la wale wachezaji walikuwa kwenye benchi basi wangeingia wangamalizia mechi. Kutokana na hali hiyo tunamtangaza Yanga ni bingwa na Simba wamefungwa. Kwa hiyo hali iliyotokea pale uwanjani na mimi naomba Mwenyezi Mungu hali kama hizi zisije zinatokea tena. Tena wakati huo najua watu walikuwa wastaarabu sana na Dar es Salaam ilikuwa sio kubwa. Lakini hata hivyo wapenzi wa Simba wakasema leo kikombe hakitoki. Kwa hiyo walitoka viongozi na wapenzi wa Simba wakaenda kuvamia pale kwa mgeni wa heshima. Bwana utoi kombe. Kombe alitoki. Na wakati huo mgeni wa heshima alikuwa rais huyu wa awamu ya pili ya Zanzibar, Abudi Jumbe Mwinyi. Wakati huo rais wa kwanza yule Karume alikuwa kashapigwa risasi wakati huo amefariki. Huyu ndo kama mechi yake ya kwanza maskini kaalikwa pale siku aje kutoa kikombe finali, lakini hali ilikuwa tete. Abudi Jumbe Mwinyi alishindwa kutoa kikombe. Na Simba akasema kikombe hakitoki. Lakini katika hali ya kushangaza baada kama dakika 20-15 tunasikia nje kuna shangwe na sherehe kubwa. Watu wana ndelemo zao, watu wanakimbiza kombe lishatoka. Hatujui kombe lile lilitoka katika mazingira gani. Wakati nyinyi mliko mnalilinda. Ndani watu wasikia tu ukisikia ngongo Yanga Afrika imeshinda ukisikia ngongo. Watu wanakimbilia nje na kweli kikombe kinaelekea watu wanaelekea Keko. Basi pambano likaishia hivyo. Tukasubiri Simba kata rufaa lakini haikusaidia kitu. Wakaambia Yanga ndo mabingwa wa nchi hii na nini lile limekwisha lile. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ambayo naikumbuka dabi ambayo ilivunjika.
Dabi nyingine naikumbuka ilivunjika walikutana Simba na Yanga mwaka 91 hivi au 92 katika kombe la klabu bingwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiyo. Lakini huu mpira haukwisha. Huu mpira ulichezwa kipindi kimoja tu cha kwanza. Na hizi timu zilikuwa hazikufungana mpaka wakati huo tunafikia kipindi cha kwanza kinakwisha, timu zinaingia ndani katika vyumba vya kubadilishia nguo na kwenda kubadilishana mawazo. Ndiyo. Watu wanasubiri kwamba mechi imaliziwe dakika 45. Lakini katika hali ya kushangaza Simba hakurudi uwanjani. Nani hamkurudi uwanjani? Hatukurudi uwanjani. Kumbe mambo kimbia mnayo. Walikuwa na sababu zao wachezaji. Walikuwa na sababu zao wachezaji. Yaani mechi hamjafungwa bila watu wamegoma kurudi uwanjani. Kulikuwa na sababu lakini. Umeona nini? Kwa sababu hata kabla mchezo huu half time haijafika kuingia uwanjani, tulimuona kapteni wetu Simba Idi Pazi au Faza. Alikwenda kawa anaongea na refa, yani katika hali ambayo kwamba ilikuwa kama vile kama kuna mvutano fulani hivi. Si Simba hawalikuwa hakulizika na maamuzi ya refa wa mechi ile. Na refa wa mechi ile ana beji ya FIFA alikuwa anaitwa Hafidh Ali Twahiri. Huyu ni Mzanzibari. Ni refa mmoja ambaye kwamba alifanya mambo makubwa sana hapa Tanzania. Ni refa mmoja alikuwa makini sana. Lakini lilipofikia swala kama lile siku ile lilikuwa kwa upande wetu lilikuwa utata. Na yule sisi msimamo wake tunamjua. Kwa nini? Kwamba yuko huko wapi? Jangwani. Kama ngoja wewe. Kwa huyu refa nyewe mko mna mashaka naye. Ndio mashaka naye, lakini sasa tukajua atafanya fair play. Sasa kapteni wetu Idi Pazi alipokwenda pale kuongea naye, si hatukujua kilichoongelewa nini. Lakini kulikuwa kama kuna mtafaruku hivi, kuna maelewano hakuna. Sasa tunasubiri dakika 45 Hafidh Ali karudi, ndio mtu wa kwanza anaita timu na Yanga wanaingia uwanjani, lakini Simba hawajatoka. Hamna aliyetoka. Sasa tukawa watu wanasubiri sasa kitakachoendelea. Vipi huko ndani? Huko ndani kuna nini? Kwa hiyo baadaye Simba kangojewa karibu dakika 20-25 mpaka refa Simba wako ndani na kutoka hawatoki. Refa kamaliza mpira. Sasa baadaye ilipokuja watu walipoulizwa bwana Idi Pazi, ilikuwaje mbona hali imekuwa vile? Idi Pazi alisema bwana Hafidh Ali Twahiri aliahidi kabisa, mimi leo iwe isiwe lolote litakalokuwa mimi nitakuueni. Sasa mzee wangu ngoja kwanza. Watu waliamini vipi kwamba kweli Simba alitakiwa kuuawa? Sio kama Idi Pazi alipigisha shoti. Captain, Idi Pazi captain. Na kuna mambo mengine yaliyokuwa yanatokea ndani ya uwanja. Kuna wakati mwingine mwandishi mimi naweza labda nimekusukuma au na nini, refa akaacha mambo na captain anakwenda analalamika, refa inakuaje? Hivi na hivi na anakwenda sangine kwa hasira na nini. Baadaye refa anatoa msimamo wake, timu zinakwenda mapumziko. Anasema si mmepona kipindi hichi, lakini nyinyi leo hapa iwe isiwe nyinyi leo hamtoki. Lakini huyu refa ilikuwaje mpaka mkawa mnamtuhumu kwamba ni mwananchi? Sisi huyu tunamjua kwa sababu na yeye mwenyewe Hafidh Ali Twahiri alichezea African Temeke. Ile timu ambayo ile Yanga ile ya Temeke. Alichezea Yanga Temeke na watu wanamjua. Najua sisi tunajuana Sagamba. Hapa tunaweza kuwa tumekaa hapa lakini tukajua Sagamba huyu zidi ya uandishi wa habari wake, lakini ndio wao. Kama vile unavyoona watu wengine wanamshutumu huyu hivi na huyu na ile ndio ilikuwa hivi. Kwa hiyo sasa dabi ya pili tena. Mkachekechea, yani mkachekechea kipindi cha kwanza. Kimeisha nyewe mkabaki zenu ndani. Na ilikuwaje? Matokeo yalikuwaje? Matokeo Yanga kama kawaida yao akatangazwa Yanga ndo mechi ile pointi zote atapewa Yanga. Na ile ilikuwa ni klabu bingwa ya Muungano. Mpaka ile klabu bingwa ya Muungano inamalizika ile ligi, Simba alikuwa anashika nafasi ya pili. Klabu bingwa ya Muungano ilikuwa na tofauti gani na ile klabu bingwa ya mlikuwa mnacheza ambao mara ya mwisho uliniambia mwaka 72 ilivunjwa pia? Unajua kulikuwa na mabadiliko mengi yanakuja. Huko nyuma tulikotokea watu walikuwa wanagombea hii klabu bingwa ya Tanzania. Kuna timu zinatoka Zanzibar, sangine moja au mbili zinakuja zinaungana na timu za huku. Hizi timu za huku zilikuwa kila mkoa unatoa bingwa wake. Kila mkoa unatoa bingwa wake. Yaani maana bingwa wa mkoa yule. Sasa bingwa wa mkoa anakwenda kuwakilisha mkoa wao katika klabu bingwa ya Tanzania. Huko tulikotoka. Ndio maana utasikia kuna timu inatoka inaitwa African Wanderers imetoka Iringa. Kumbe ni bingwa wa mkoa wa Iringa. Inakuja pale. Unasikia hii Shujaa imetoka Morogoro, inakuja pale. Kwa hiyo Tanzania nzima inakuja wale, isipokuwa sasa Simba na Yanga wao walikuwa mara nyingi wanashiriki. Utakuta katika timu hizi mbili wanapokezana ubingwa. Mwaka huu utakuta bingwa labda Yanga au kachukua Yanga miaka 5 au kachukua Simba miaka 5. Sasa pale kwanza huyu anakwenda kutetea kombe lake. Huyu hachezi tena ligi ya mkoa. Isipokuwa ile timu nyingine mathalan kama Simba alikosa ubingwa mwaka uliopita, anakuja anaanzia huku chini. Anapocheza huku chini ndo anapata na ubingwa wa mkoa, anakwenda tena anawakilisha kama mkoa wa Dar es Salaam Simba. Lakini
hawa klabu bingwa Muungano yule anakuja anatetea kama ubingwa wake. Kwa hiyo pale ilipotokea klabu bingwa ya Muungano ule wakati ule ilikuwa Simba, Yanga na kuna timu moja ambayo kwamba ya huku na kule Zanzibar nao walitoa timu 3. Katika mipambano ile walipokutana na Simba na Yanga ndo hali ilikuwa hivi. Kwa hiyo ile pambano lilipovunjika, chama cha mpira cha Fati kilitoa maamuzi kwamba Simba hatoshiriki klabu bingwa nani kwenye kombe la CAF. Kwa sababu ile kuwakilisha kwa sababu bingwa yule ilibidi awakilishe nchi katika klabu bingwa Afrika kama Yanga. Simba ilikuwa nafasi ya pili awakilishe katika kombe la CAF, lakini kutokana na hali ile aliyofanya siku ile pale wale viongozi wa Fati wakasema Simba hatopewa hata senti 5 kwa sababu mipira ya kizamani ilikuwa mechi kama ile inachezwa, hela zinazopatikana zinapewa klabu mbili zilizoshiriki zile na hela nyingine madeni kama mechi Simba na Yanga kiingilio mnagawana. Chote kile unagawana kile, timu zinapata asilimia fulani, yote wanapata hivi. Sasa Simba waliambiwa senti 5 hatopewa kwa utovu ule wa nidhamu waliofanya. Na bado adhabu ikawa inaendelea tena, wakasema na nyinyi ilikuwa mwakilisha nchi, nyinyi hamtopewa nafasi ile. Ile nafasi wakapewa Small Simba ya Zanzibar. Wakamba wakacheze klabu nani kombe la CAF lile. Mkanyang'anywa mpaka nafasi. Tukachanganywa kila kitu yani Simba. Bahati mbaya zaidi na wale ile Small Simba yenyewe ilicheza mechi ya kwanza Dar es Salaam hapa, wakafungwa si goli moja bila, wakaenda tena marudiano Uganda wakafungwa tena, timu ikatolewa na Simba akawa anaendelea na adhabu yake, kaambiwa kwamba bwana wewe hela upati na kila kitu na adhabu nyingine, lakini muda ni mrefu nimesahau. Sasa mimi nataka tuende kwenye ya 3 tumalize ya 3, afu kuna moja mimi kama utasahau kuitaja nitakuuliza ilikuwaje. Sawa. Hii ya 3 tena ilikuwa ni klabu bingwa ya Afrika Mashariki na Kati. Afrika Mashariki na Kati. Ili kombe baadaye walibadilisha jina ndio likawa linaitwa Kagame. Lakini ile kombe lilianza mwaka 1974 lilikuwa linaitwa kombe la Afrika Mashariki. Na timu ya kwanza kuchukua kombe hili ilikuwa ni Simba Sports Club. Wakati linaanzishwa na Simba wanalibeba. Ulikuwa mwaka wa mafanikio sana kwa Simba mwaka 1974. Walibeba kombe hili la Afrika Mashariki na mwaka 73 walibeba klabu bingwa Tanzania na walifika nusu finali kombe la klabu bingwa Afrika. Kwa hiyo mwaka huu wa kombe hili la klabu bingwa Afrika Mashariki Simba na Yanga walifanya vibaya katika kombe hili. Lakini sasa wakajikuta wote ni timu ya tatu. Kwa hiyo lakini hata hivyo chama cha mpira cha Sekafa cha Afrika Mashariki kikaamua Simba na Yanga watafute nafasi ya 3 na wao. Umeona bwana? Yani sasa apatikane julikane amepatikana mshindi wa 3. Kwa hiyo Yanga hawakuingiza timu uwanjani. Simba walifika mapema tu pale na watu walijaa. Yanga hawakuingiza timu kabisa, wamegoma hawakuja uwanjani. Na hujua kwamba mvua lazima inyeshe. Sasa kuna kitu mimi sijakitambua. Kila nikifanya interview na mzee ikifika dakika 15 mvua inanyesha. Hii ni mara 2. Mzee uniambie kwanza kuna siri gani kati ya Simba na mvua? Kabla tujaendelea kwenye dabi ya 3. Unajua hiyo miaka ya nyuma iliyopita huko tulikotokea. Kulikuwa na hali kama hii. Simba mvua ikinyesha basi Simba wanafanya vizuri. Ilikuwa iko hivyo. Baadaye kama mlikuwa mnafanya vipi? Sasa watu walikuwa na imani hiyo. Mara nyingi sana mvua ikinyesha Simba wanafanya vizuri. Na baadaye alipokuja mwenyekiti wa Simba mwaka 1992 alichaguliwa tena, alikuwa anaitwa Amili Ali Bamchawi. Hawa walikuwa toka enzi ya Sunderland, hawa toka enzi ya Morning Star. Hawa ndio walijenga klabu na walifanya mambo makubwa. Lakini huyu mzee aliondoka, kulikuwa na mgogoro mkubwa ulitokea Simba mwaka 1975. Na timu ya Simba kuna baadhi ya wachezaji wakatoka wakaenda kuanzisha timu nyingine. Inaitwa Nyota Nyekundu kama watu waliwahi kusikia Red Star. Na hizi habari zake nazo kubwa, kama unataka tuzungumze, lakini kwa kweli tutajipanga na mambo mengine. Sasa wakati Simba inafanya vibaya, watu walimfuata mfadhili wa Simba huyu ambaye kwamba sasa hivi yupo Azim Deuji. Wakati huo watu wakamwambia, unajua timu ni nzuri lakini sasa inaonekana viongozi pale hawako sawa. Wewe kama unataka mpira uchezeke pale na hela yako iende sawa. Kuna watu wao waliondoka Simba kwa sababu ya mauzi. Wale walienda kuanzisha timu inaitwa Red Star, lakini Red Star takadi haina. Ile ilikuwa kama ni sehemu ya kupumzikia, lakini na wao walianzisha timu ile. Na ile timu ilikuwa inazihangaisha timu kubwa hapa na kila kitu. Wale watu hawajafa bado wapo. Sasa kama ukiwapata wale, wewe nenda kawabembeleze wale, kwa sababu wale wamefanya mchango mkubwa Simba pale, wamefanya kila jambo na klabu yenyewe wao ndio walojenga. Sasa Red Star umeona bwana, ukiwapata wale wakirudi mpira utapigwa mpira pale Simba mkubwa sana. Umeona bwana, mpira utapigwa pale mkubwa sana Simba na mambo mengi yatafanyika. Kwa bwana. Kwa hiyo ukiwapata wale mpira utachezeka hapa. Kwa hiyo kweli Azim Deuji alikwenda kumfuata Amili Ali Bamchawi. Yule mzee ni mzee wa mjini, alikuwa na shughuli zake anafanya gerezani pale, anapika chakula na nini na hivi. Aliamua kukaa tu, lakini yule mtu mwa mpira sana.
Azim Dewji akamuelezea, bwana kweli timu yetu bwana ya Simba na wewe nimepata habari zako ulikuwa hivi, mimi nilikuwa nakuomba wewe urudi ili mradi tuje kuimarisha Simba. Mimi mzee nitafanya hivyo, na yeye Bamchawi akamuelezea hali ambayo kwamba ilitokea Simba na hali ilivyokuwa Simba. Lakini akamwambia kama ukinitaka mimi niko na wenzangu. Wote tuliondoka wote kwa sababu ya mauzi. Kama hao turudisheni wote. Na mimi kweli nitakuja kushika timu na timu itafanya vizuri. Azim Dewji akamwambia kila kitu mzee nitafanya, na mimi ndo mwenye hela na kila kitu. Wewe nakurudisha na watu wote rudini, na ikiwezekana na uchaguzi ukija wewe gombea, wewe utapita kwa sababu kampeni zote nitamaliza mimi. Basi Amiri Bamchawi akawatafuta wenzake. Akina Mzee Rumelezi, akina Kesi Mjinga, akina Kanute Mtema, akina Musa Wambangulu Libabu na watu wote wa Sandalendi wale walioondoka kwa sababu ya mauzi. Wakaelezwa somo hili nao likawaingia, wakarudi wale. Na waliporudi Azim Dewji alifanya kampeni. Kufanya kampeni, uchaguzi ulipofika Bamchawi alimwangusha kulikuwa na mwenyekiti wa Simba anaitwa Joakim Kimwaga. Huyu ndo wakati ule mwenyekiti wake Yanga alikufa goli 6 bila. Mwenyekiti alikuwa Joakim Kimwaga. Sasa mkutano ulifanyika Starlight Cinema, akaanguka Joakim Kimwaga, Amiri Ali Bamchawi akakamata timu. Huyu mtu alikuwa mwamba kweli kweli, sio mchezo. Mwamba ulisababisha. Yani maana yake mwamba wa mpira. Mpira alikuwa anaujua na ana masiala katika mpira. Habari zake ziko nyingi na siku nyingine ukiandaa tutaongea. Twende kwenye dabi ya 3 iliyovunjika ile ambayo Yanga waligoma kuingia uwanjani. Sawa, lakini huyu Amiri Ali Bamchawi wakati anachaguliwa tu pale Starlight Cinema, kauli yake ya kwanza alifukuza watu 20 pale mkutanoni. Wale ambao walimfukuza yeye kipindi kile ndio waachana nao, wale yeye aliondoka tu kwa mauzi, isipokuwa wakati tuko nje. Hata kama wewe kuna mauzi sehemu uliondoka, lakini unajua kinachoendelea pale nini. Sasa kulikuwa na watu wanajiita makomando, yani hao ndio kama Simba wanaiendesha wao, mpira wenyewe hawapo, wapo kwa maslahi, kwa design hii ya komando. Kwa hiyo Bamchawi alianza kumfukuza katibu mkuu wakati ule alikuwa anaitwa Priva Mtema. Akafukuza na kundi lake lote lile watu kama 20 hivi. Akasema katika uongozi wangu mimi hawa siwataki. Tutengeneze timu, na watu wakamshangilia sana Amiri Bamchawi. Na kweli Amiri Bamchawi huyu ndo alifikisha Simba finali kombe la CAF mwaka. Ndio alikuwa mzee wa mvua. Mzee wa mvua. Alifikisha Simba finali kombe la CAF mwaka 1994. Kwa hiyo mtaalamu wa mvua toka kipindi hicho mpaka leo. Amiri mpira alikuwa anaujua. Kwa hiyo hii kwa kuwa sio mada, wewe unataka dabi ya 3. Nilikuwa nauliza tu kama ile mvua ile kwa ile mvua unajua toka enzi ya Sandalendi. Mvua ikinyesha basi watu wana imani kwamba leo Simba anashinda. Mtaalamu wenu kweli ndo alikuwa anatumia mvua? Basi tu imani zile zilikuwa zinakuja, watu kuna kitu fulani kitokea basi watu wanafurahi, unajua leo mambo mazuri. Mzee wangu tuendee kwenye dabi ya 3 ambayo Yanga ndo kuingia uwanjani. Kuingia uwanjani ilikuwa ni kutafuta nafasi ya 3. Mshindi wa 3 katika kombe la Afrika Mashariki na Kati. Ili kombe la Sekafa, kombe la Kagame. Kwa hiyo Yanga hawakuja kabisa uwanjani, wamegoma, hawakuja. Simba walikuja pale na kila kitu kilifanyika. Basi ikawa hali imeisha hivyo, lakini Musonye aliwapiga adhabu ya Yanga miaka 2 hawatoshiriki kombe la Afrika Mashariki na Kati, hata kama wakiwa mabingwa wasiguse. Na wakati huo kombe la Afrika Mashariki na Kati lilikuwa kombe lina hadhi kubwa katika hii eneo hili la Afrika Mashariki na Kati. Lilikuwa kombe ambalo kwamba ni kombe kweli kweli hasa. Ukiondoa sasa hivi kombe la Afrika Mashariki na Kati limepoteza mvuto. Na ukitaka kulizungumzia habari ya kombe la Afrika Mashariki na Kati, tafuta nafasi, tutalizungumzia vizuri tu. Sawa. Sasa mimi timu ya kwanza kuchukua kombe hili ilikuwa Simba, na Simba mpaka ile kombe linapoteza hadhi, Simba ile kombe ilichukua mara 6 na ile kodi haijavunjwa. Sasa mzee wangu, au kutambua kwa nini Yanga waligoma kuingia uwanjani? Yanga walikuwa wametoa sababu tu za uongo tu ili kutafuta sababu, kutafuta upenyo wa kutokuja uwanjani pale. Kwa sababu na Simba walikuwa na timu nzuri, wakasema ghadhabu wote tutawamalizia hawa. Japokuwa kombe la Afrika Mashariki na Kati tumelikosa na kila kitu, lakini hii nafasi ya 3 hapa leo tutafanya na nini hapa? Kwenye mlikuwa mmewapania. Watu walipania. Unaona kabisa hapa. Na Yanga nao vile wakatafuta sababu zao ambazo kwamba zilikuwa hazina msingi, hawakuja uwanjani. Kwa hiyo ndio maana chama cha mpira cha Afrika Mashariki na Kati Sekafa kiliwafungia kwa muda wa miaka 2 Yanga usishiriki mashindano yote. Hata kama wakiwa mabingwa hawatoshiriki kombe lolote la Afrika Mashariki. Sasa wangu hapo tumemaliza. Mimi kuna jambo natamani pia kulifahamu. Aston Villa ya Uingereza ilikuja hapa. Aston Villa kweli.
ilikuja West Bromwich Albion, ilikuja Norwich City, ilikuja timu kutoka Brazil inaitwa Fluminense. Sema hivi ya kwamba Simba ilianzishwa na muunganiko wa watu wa mataifa tofauti. Yaani hawakuwa Waswahili peke yao. Sawa. Ni kweli? Ni kweli kabisa. Basi 2 na gari la kocha. Kipindiko ndio nyie mko nyanga. Sisi huku hali yetu kusema kweli tulikuwa na Costa moja tu. Tulipewa na mfadhili wetu mmoja ya kawaida. Nyumba. Na kule mbele kulikuwa na frame. Na kulikuwa na mtu pale anauza nazi pale. Kwenye frame pale ndio alikuwepo pale. Yule bwana unajua kuna viongozi ambao walikuwepo kwenye uongozi wa Yanga kipindi hicho wakajitoa ndo wakaanzisha Simba, au hamkuwepo kabisa kwenye Yanga hiyo? Kulikuwa na gari mpaka ya kocha ndogo. Kocha wakati alikuwa mzungu anaitwa Victor Stanklaus. Kwa tunaambia historia ya kwamba Simba mmetokea ubavuni kwa Yanga. Ni kweli? Lakini hiyo kweli. Yanga walitaka kumuua mwenyekiti wao anaitwa Mangala, Tabu Mangala. Kwa nini? Huyu mtu alifanya mambo makubwa Yanga. Yanga 1974 Nyamagana. Kwa sababu gani? Simba anafungwa goli 2-1 na Yanga. Huyu bwana alijitosa kwenye bwela la maji ya moto. Ya baadaye yani kaonekana masiala. Kole hii Yanga kwa na gorofa kubwa lina gorofa 20. Kama wangekubali Yanga klabu ya Simba na kila kitu, lakini mzee yule amefariki. Simba hawamjui kwa lolote wala hawajui habari zake. Ni vitu ambavyo kwamba kuna wakati vinaniuma sana. Siku moja alipita katika ile mitaa Jangwani na Twiga. Yaani kule kulikuwa kama na vita. Huyu bwana alipigwa na kipande cha tofali kifuani. Watu wataka kumkumbatia Sande, akamuuliza vipi Sande, kama bwana rudi Afrika, ligi imesimama. Wachezaji wa Uholanzi wote wakamfurahia Sande, na mwaga na Sindo tunakwenda huko. Huyu ndio Sande Manara. Sasa watu vitu kama hivi hapa havielezwi.